Nianze kwa kumshukuru Mungu sana. Limekuwa tatizo na mzigo kwenye moyo wangu kwa ajili ya Benja ambaye ni shemasi hapa kanisani, lakini pia kwa ajili ya mke wake. Nadhani mnafahamu kwamba hawa watu walitengana na ilikuwa hakuna namna yoyote kwamba wanaweza wakawa namna hii. Nakumbuka kanisa, sikumbuki ilikuwa mwezi gani, lakini Benja alisimama hapa akiwa amekata tamaa. Kulikuwa na message fulani ambazo zilikuwa zinasemaje, nafikiri mnaweza kusikumbuka, na ambazo zilikuwa zinasema hiyo nyumba si itauzwa, si itakuwaje. Lakini pia Benja alisimama hapa akiwa amekata tamaa, akasema nimechoka mchungaji, kama ni kuomba nimeomba sana, lakini mke wangu yuko mbali sana, wala hakuna dalili za kurudiana. Kwa hiyo mimi nimeamua kufanya nini, nipitie njia gani. Lakini nilimtia moyo na nakumbuka kama kanisa alisimama hapa Jumapili mojawapo, tukawa tumeomba kwa ajili yake, tukamuita mke wake sana. Lakini kila nikiamua nirudi, moyo unakataa. Kila nikitaka niende kwa mume wangu, moyo unafanya nini? Unakataa. Sasa Angelina akamwambia njoo huku Kilaboya. Alikuja siku gani? Jumatatu akaenda Kilaboya, wakaingia kwenye maombi ya kufunga kwa ajili ya jambo hilo. Wakati wakiwa kwenye maombi, kwa maelezo ambayo Angelina aliniambia, aliota ndoto kwamba nyumbani kwa Benja akaona mzee mmoja anachimbia kitu pale nyumbani, na huyu mtu aliyechimbia hicho kitu ndio kilikuwa chanzo cha wao kufarakana. Lakini kwenye ndoto hiyo hiyo baadaye akaniona mimi nimechukua ufagio, ninafagia pale kwenye ile familia. Sasa amenipigia simu akaniambia ya kwamba mke wa Benja ninaye hapa. Sasa nikamwambia mlete. Ilikuwa nafikiri ilikuwa Ijumaa. Ni jana Ijumaa. Ilikuwa Ijumaa. Sasa huyu mama wakaja pale. Alipokuja nikamuuliza, mama vipi? Akasema, mchungaji, yani kama kuna wakati ninamkumbuka mume wangu na nataka nirudi kwa mume wangu ni sasa. Na sasa sijui kama mume wangu atanipokea, lakini kweli nilikuwa nimefungwa kabisa. Kwa hiyo hawa wawili wakasimama mbele yangu kule nyumbani, wakaombana msamaha. Huyu mama akiwa amepiga magoti anamuomba msamaha mume wake, na mume naye anaomba msamaha kwa mke wake. Baada ya hapo nikafanya maombi, huyo akaanguka na huyo bwana akaanguka, hizo roho zikasafiri zikatoka. Sasa nilikuwa na wasiwasi kwamba maana ndio wakaniambia kwamba jioni ya Ijumaa ilikuwa mimi niende ili nikafanya maombi, lakini sikupata simu yoyote kutoka kwao, na jana sikupata simu yoyote. Nikawa na wasiwasi kwamba labda shetani amerudi tena kuwazuia wasiendelee kuishi pamoja. Lakini nilitoka nje hapo nikutana na Benja, akaniambia mke wangu alikuja Ijumaa hiyo hiyo. Kwa hiyo tunaishi pamoja kama marafiki. Ninamshukuru Mungu kwa kweli, namshukuru Mungu sana kwa sababu nimemwona kwenye hii sehemu. Imenitesa sana, lakini naamini ya kwamba Mungu ataendelea kusaidia na tutaishi pamoja na huyu mke wangu. Kwa hiyo na mimi naishukuru kanisa, mmeomba pamoja na mimi, mmenisaidia. Nakumbuka siku moja mlisimama mkaniombea, lakini pia mkaomba juu ya familia yangu. Kwa hiyo Mungu awakumbuke maisha yenu yote na awakumbuke kazi zenu. Mungu abariki sana kwa kweli. Amina. Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa yote aliyonitendea. Sikutegemea jamani. Nina furaha sana, nilimisi mume wangu jamani. Jamani, kwa Bwana tusiogope. Ukiwa na shida yoyote njoo kwa baba, mwambie baba nina shida 1 2 3, atakusaidia. Ninamshukuru sana dadangu kipenzi, amenipigania mpaka nimerudi kwa mume wangu. Asante. Unajua
Asante. Unajua hapa kanisani kuna watu nilikutana nao, kwa midomo yao wenyewe walikuwa wanamlaani sana huyu mama badala ya kumwombea. Umenisikia vizuri? Lakini jamani, hakuwa yeye. Shetani alikuwa amepita katikati, akafunika ule ufahamu. Lakini baada ya kufunguliwa, Bwana Yesu apewe sifa, hata anashangaa alichokuwa anakifanya haelewi. Anampenda mume wake vizuri, na hata Benja mwenyewe alifikia mahali akakata tamaa, shetani akamuingia na yeye akakata nini? Tamaa. Hakuwa yeye. Sasa naomba kanisa tusimame ili tuweke ulinzi ili shetani asirudi tena, kwa sababu shetani hachoki. Biblia inasema ni kama simba aungurumaye akizunguka zunguka ili mtu aweze kufanya nini? Kummeza. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama kanisa tusimame sasa. Elekeza mikono mbele. Hatutaki kuona ndoa hii ambayo ilifungwa kanisani shetani anaisambatisha. Tunaweka ulinzi. Kanisa tuseme, Bwana Yesu, tazama mtumishi wako Benja pamoja na mke wake wakiwa katikati ya madhabahu. Uliwapatanisha wakawa mwili mmoja, lakini shetani akapita katikati yao akataka kuwafarakanisha. Lakini leo wamesimama katikati ya madhabahu hii kwa mamlaka na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunasimama kinyume na hiyo roho ya kishetani iliyokuwa juu ya Benja na juu ya mke wake. Tunaipiga hiyo roho katika jina la Yesu. Tunawafunika kwa damu yako, walinde na kuwatunza katika jina la Yesu.